Hujambo ndugu mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International. Ninakusalimu mahali popote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba umzima wa afya na umheri. Na kama unavyonitazama, mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal ndugu mtazamaji. Na kama unavyofahamu, mimi si mgeni kwako wala sio mara ya kwanza tukiwa pamoja. Lakini ni mara nyingi kabisa tukiwa tunazungumza kwa pamoja. Na nikukaribishe kwa muda huu, karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi chetu cha ripoti ya vita vya milimani. Yaani kipindi chetu ni uchambuzi wa vita vya milimani. Na muda huu tutakwenda kuchambua baadhi ya mapigano ambayo yameweza kupitika milimani siku hizi chache. Ndugu mtazamaji, maana kama nilivyokujuza, mimi ni sauti ya mzalendo nikizungumza kutoka maeneo ya hapa na pale, tukiwa tunazidi kusonga mbele huku tukikuletea habari na ripoti kamili ya vita vya milimani. Na ndugu mtazamaji, ni kwamba acha tuanzie kwa vita vya huko Rugezi. Ilikuwa ni tariki 8 mwezi huu wa 6 mwaka, ilikuwa ni siku ya Jumapili, ambako baadhi ya mikutano ilikuwa ikifanyika kwenye maeneo kadhaa, na pia mkutano mkubwa uliweza kuandaliwa huko maeneo ya Rugezi, mkutano ambao ulienda kukusanya watu wengi kabisa kutoka maeneo kadhaa. Wamoja walitoka maeneo ya Bibokoboko, wengine wakatoka maeneo ya Ibunda, wengine wakatoka maeneo kadhaa kabisa, wengine walitoka maeneo ya Rugabano na maeneo mengine. Wote walikuwa wanakuja kwenye mkutano hapo Rugezi. Na ni kwamba baada ya adui kuweza kusikia mkutano huo unaandaliwa, waliweza pia nao kujipanga. Waliweza kujipanga na wakajipanga ili waweze kushambulia mkutano huo, ikiwezekana hata kulipua watu wote waweze kufariki. Kwa bahati nzuri, jioni ilipokuwa asubuhi kabisa ya Jumapili ya hiyo tarehe 8 mwezi huu wa 6 mwaka 2025, walipokuwa jiani wakijielekeza huko kwenda Rugezi kwenda kushambulia, bahati nzuri moja kati ya vyombo vya habari vya FANBB pamoja na wazalendo wengine Bishambuke waliweza kuwaona, na walipoweza kuwaona ni hapo ndipo walipoweza kujipanga na kuanza nao vita mara moja. Vita vilianza ni mida ya saa 2 ya asubuhi, na waliweza kupigana vikali kabisa, na wengi kati ya maadui waliweza kukimbia, hadi wengine waliweza kufariki na wengine waliweza kujeruhiwa vikali hadi kukimbia na kuacha baadhi ya vifaa maeneo hayo ya Rugezi. Sisi wenyewe tumeweza kushuhudia video, tuko nazo tulizoweza kushika vyombo ambavyo adui ameweza kuviacha. Tumevishika kabisa. Muda si punde tutakwenda kuwatumia hizo video kabisa. Tuko nazo zote video ambazo zinashuhudia namna gani maadui walivyokimbia kabisa, kutupa vyombo na kukimbia, wakaenda mbio moja ya ajabu. Kwa furaha kubwa siku hiyo kwa wazalendo ambao waliweza kushinda vita hivyo, waliweza kufurahi kabisa, maana adui aliweza kukimbia. Ingawaje hatukuwa maeneo hayo, lakini baada ya tukio hilo kutokea, sisi wenyewe tuliweza kuwasili na tukajionea wenyewe, maana huwa sisi tuna wajibu wa kufika maeneo hayo ili tukupe yaliyo kabisa sahihi, ili tukupe taarifa ya habari iliyo sahihi. Vita hivyo kabisa viliweza kufanyika hiyo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025, na kulikuwa kabisa ni sherehe kubwa kwa wazalendo kwa kushinda vita hivyo. Adui aliweza kukimbia mbali vibaya sana. Na baada ya vita hivyo, ilikuwa ni tarehe 8, kuamkia tarehe 9, vita vingine viliweza kuzuka maeneo ya Bilolo Mbili, na ni maeneo ambako tulikuwa tunatoka, maana kama uliweza kutufuata kwa direct tuliofanya mara ya kwanza, tuliweza kuzungumzia vita hivyo ambavyo viliweza kufanyika huko Rugezi, na tuliweza kuwasili hapo sisi wenyewe. Vita hivyo viliweza kufanyika na havikudumu, lakini ilikuwa ni shambulio la kushtukiza, na baadaye maadui wakakimbia wao wenyewe. Na vita vingine ambavyo vimefanyika hivi karibuni tarehe 12
ni vita ambavyo vimeweza kuripotiwa maeneo ya Kabare. Kabare kumeweza kuripotiwa baadhi ya vita kwa muda huu wa siku mbili, huku vita vingine vikiripotiwa maeneo ya Walikale na Ruchuru, ambako mapambano makali kabisa yaliweza kufanyika zidi ya kati ya waasi wa M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo ambao wanafanya kazi kuhakikisha wanagomboa maeneo kadhaa yanayoshikiliwa na waasi wa M23. Lakini hivi karibuni mikataba ilikuwa ikisubiriwa kwa bidii, huku leo hii kulikuwa kukisubiriwa leo hii Jumapili tarehe 15 mwezi huu tunao mwaka 2025 kulikuwa kukisubiriwa kusaini ya mkataba wa amani kati ya serikali ya DRC zidi ya waasi wa M23, lakini haikuweza kufanyika. Chanzo na sababu ya sahihi hiyo kuto-kufanyika haijaeleweka. Hapo inaonyesha siasa ya vita hivi ni mbaya na inaelekea pabaya. Kwa hiyo wazalendo tunajitahidi kufanya kila namna ili kuhakikisha tunagomboa mji inashikiliwa na waasi, mji wa Goma, mji wa Bukavu na maeneo mengine ambayo yanashikiliwa na waasi wa M23, ndugu mtazamaji. Na hivi kama unavyoniona niko kwenye ziara za kikazi nikiwa maeneo hapa na pale, tukiwa kabisa tunajiandaa na kufanya kila jitihada ili tuhakikishe wazalendo tunawaunga mkono, au ili tuhakikishe sisi kama wazalendo tunafanya kazi kwa bidii hadi kuhakikisha tunagomboa mji yetu. Kuna mpango ambao ulikuwa kipangwa na waasi wa M23, huku wakisema tariki 15 hii ya leo lazima utakuwa wako Uvira. Leo hii ni tariki 15, hakuna hata chochote ambacho tumekiona kimefanyika, wala hakuna chochote ambacho wamefanya. Kwa hiyo kwetu sisi wazalendo tunaamini hayo yote yatapita, ni ya kukuja na alafu yatapita. Lakini tunajipanga muda si punde. Kuna operation ambayo inapangwa ya fyeka adui, muda si punde kabisa itakuja na itafyeka kabisa adui kama inavyosemekana. Kwa mfano vita ambavyo vimekuwa vikiripuka maeneo kadhaa, hii vita ambavyo vinakuwa vikiripuka maeneo ya Kabare, vita vikubwa kabisa, vita vikubwa ambavyo waasi wa M23 wanakufa wengi. Kwa mfano hivi vita vilivyofanyika hapa tarehe 12 ya mwezi huu tunao, mwezi Juni mwaka 2025, hivi hapa jana hapa walipigwa hadi wao wenyewe kujisahau. Vita vingine ambavyo viliweza kufanyika hivi karibuni maeneo ya huko Walikale, walipigwa vikali. Yani kuna operation sasa ambayo inaandaliwa itakayoanzia Kamanyola hadi maeneo mengine yote ya kuhakikisha tunagomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo tuko imara na tunafanya kazi kila siku ingali inapoitwa leo. Ndugu mtazamaji, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, niite sauti ya mzalendo uliyekuwa nami, na bado tuko kwenye jitihada za kufanya kila kitu ili tuhakikishe tunakomboa nchi yetu sisi kama wazalendo. Ni washukuru wale ambao wananifuata kupitia njia ya YouTube na Facebook en direct, bila kuwasahabu wale ambao wananifuata kupitia kupitia mitandao yetu mbalimbali, ikiwa mtandao wa X ambao ni www.openview radio television Gyoku, lakini pia wale ambao wananifuata kupitia mtandao wetu wa Instagram nao nawashukuru, na ni washukuru wale wote ambao wananifuata kupitia njia za FM, yani kupitia radio zetu za ushirika za FM, radio wa shirika mkiwa radio FM huko maeneo ya Uvira, maeneo ya Baraka, Fizi, Sebele, Misisi na Nyangi. Tunawashukuru na tunasema asante. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, niite sauti ya mzalendo, niseme alam.